namshukuru kaka Simo kuwa mimi niseme kama yeye ni bwana Mwaitege hapa. Amen. Nikisema hivyo watu wengine wanasema anasema nini yule? Lakini kama mtu anafanya vitu vizuri inabidi tumpongeze. Amen. Tumsifu. Anafanya vitu vizuri. Kama unafanya vitu vizuri hauna budi ya kusema tukose kupongeza. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kipindi kizuri sasa tumeingia cha kusikia neno la Mungu. Sitakawia, niomba kila mmoja wenu anipe tu masikio kwa muda mchache tu. Amen. Sitawachosha. Somo letu la leo tutajifunza kuhusu imani. Amen. Imani. Tuombe Pastor Joshua kutusomee katika kitabu cha Waebrania 11 mstari wa kwanza. Hapo ndio kwenye neno letu liko sana zaidi kwa siku ya leo. Waebrania 11 mstari wa kwanza. Tunasoma kitabu cha Waebrania 11:1. Maandiko yanasema hivi: basi imani ni kuwa na uhakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Amen. Amen. Sema amen. 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 Nafikiri sisi sote tumesikia maana ya imani. Amen. Imani tumeshasikia maana yake ni nini, na tumeshasikia inatuambia nini. Kuna madhehebu mengi, unakuta kila dhehebu ina imani yake. Kama dhehebu la wenzetu au wanaovaa makanzu meupe, kwa kusema wafanye msikiti, unakutana wanapima kwanza, wanaweka, wanasema tunatafuta kwenye kibla iko. Ndio imani yao inawaongoza hivyo. Amen. Hawawezi wakaweka msikiti hivi hivi tu, wanapima kwanza waone kibla ni wapi. Amen. Ndio imani yao inawaambia hivyo. Na kuna wengine madhehebu ina imani tofauti. Amen. Ina imani tofauti. Kila dhehebu unaweza kukuta iko na imani yake. Lakini nataka kukwambia leo, mtu asikutoe kwenye imani yako wewe. Amen. Usitoki kwenye imani yako, wala mtu asije akakwambia utoke kwenye imani yako. Linda imani yako. Linda imani yako. Amen. Amen. Biblia inatuambia kuhusu imani. Na tumeshasikia mambo mengi kuhusu imani. Imani, ukiwa na imani, imani sio kwa sababu ya kitu unaona sasa hivi. Ni matarajio ya kitu kenye kionekani lakini kitakachokuwa. Amen. Ndio imani. Ndio maana watu wengi wanakuwa na imani tofauti, na wengine wanakuwa na imani hapa. Nakumbuka wakati niko kambini, kijana wangu kwenye vijana wangu mmoja akaenda kunistaki kwenye mitualitetu ya watoto ya Uvira, Wafuliro. Akaenda akawaambia pale, eti mumshaurie baba yangu. Baba yangu mimi nishapata mtoto mwanamke, mwataniweka kwenye kesi ya kwenda Ulaya.
na wananiambia nitoe tu pesa kidogo. Sasa nimemwambia baba anakataa. Hajui kama mimi nikienda kule na mimi naweza nikawakokota. Tukaenda sisi wote. Wakati waliniita kule kwenye kamati ya watoto wa Uvira, nikawaambia hicho kitu kwangu mimi hakiwezekani. Amen. Mimi najua hata wao wakienda na sisi tutaenda tu. Nilikuwa na imani ilikuwa ngumu sana. Nikasema hata wao wakienda na sisi tutaenda tu. Basi mtoto akawa hafurahi, akawa ananungunika kwa sababu nimemkatalia. Lakini siku moja nilimwambia, ona sasa wameshamaliza vipimo, kama na mimi ningekupatia kama niko nao. Nikamwambia hivi, tunaona hao wote wamemaliza vipimo, wamemaliza kila kitu, wanasubiri safari. Lakini imani yangu mimi inaniambia kama sisi tutaenda na tutawacha hapa. Amen. Amen. Mke wangu akaniangalia, watoto wakaniangalia. Sawa, au mzee ni mzee wa imani, mzee wa imani nini? Nilitegemea, kwa sababu ukiwa na imani, ukiamini, kila kitu chote kinaenda kwa uharaka. Usipokuwa na imani, ndio mambo yako yanaanza kaenda hivi. Lakini kuwa kwanza na imani, hiki kitu kitawezekana. Hakuna kitu kinashindikana mbele za Mungu. Uwe kwanza na imani. Amen. Wana wa Israeli wakati walikuwa kwenye safari, wanafika pale mtoni pale. Wanaangalia huku kuna bahari, wakiangalia huku kuna milima. Wanaanza kumwambia Musa, sasa tazama sehemu ulipotuleta. Ona Farao kuja na jeshi lake. Lakini kile kipindi pale Musa alikuwa na mawasiliano tena na Mungu pale. Amen. Lakini Musa alikuwa na imani. Akawaambia wale wa Israeli, tazama nyuma. Hao wote mnaowaona wanakuja nyuma yetu. Hao wanaotufuata huko nyuma, na waambieni toka sasa hivi hamtawaona tena. Amen. Ni imani kubwa hiyo. Alijua Mungu alimtuma kuwatoa wale wa Israeli kule, kuwaleta huku ili waende Kanani. Mission ya Mungu ilikuwa bado haijatimilika. Akajua Mungu hatamwachilia, wala Mungu hatakubali lile taifa lifikie pale lije liangamie. Alikuwa na imani tu, anajua Mungu atatupa njia penye hakuna njia. Amen. Akawaambia wale wa Israeli, hao wanaotufuata leo hii hamtawaona tena, hawatakuwepo tena. Nikaambia watoto wangu, hao wote mnaosikia wanasema eti sisi hatujafanya chochote, wakitupeleka wenyewe, hao watupeleke fasi. Na waambie mimi, huyu Mungu ninayemwomba, hao wote tutawacha hapa. Tutaenda, tutawacha hapa, na nitawatumia pesa. Amen. 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 Imani. Tulivyokaa tu kidogo tu, tukapigiwa simu eti mnatoka migration ya Australia. Amen. Amen. Wale wangali pale pale tu. Wangali pale pale tu. Nikamwambia watoto, mnakubali? Watoto wakafanya sherehe sana, wakuvunja vitu, wakaanza kuvunja vitu juu ya furaha kwa nyingi. Amen. Wakasema hivi, Australia ni nchi gani? Bali, yes, watabakia tu hapa. Australia nchi takawizana. Kama iko miaka 10, miaka 8, watatoka hapa. Hakuna. Tukaenda kwenye vipimo. Siku ile tulitoka tu kwenye nani? Tukaenda kwenye vipimo, tukaenda kuonana na nani, na kisha kumaliza kwa immigration tukaenda kuonana na vipimo. Kutoka kwenye vipimo wakatuambia mwende mjiandae na safari. Amen. Amen. Nikaja nyumbani. Wakasema baada ya miezi mitatu eti mke wake mjamzito. Wataenda wapi?
Australia na mtu mjamzito. Wapi? Wanabaki hao. Watoto wakasononeka tena. Nikawaambia watoto, jipeni moyo. Huyu Mungu tunayemwomba, ninawaambieni sasa hivi lista yoyote itakuwa ya kwenda Ulaya, ya kwanza jina langu litakuwa la pili pale. Amen. Sasa na imani yake. Nikamwambia lista ya kwanza itatoka, nitakuwa na jina langu litakuwa la pili pale. Amen. Imani kubwa. Wakati walibandika listi, nilikuwa siku mama alikuwa anaenda kununua yebo za mtoto pale kuyebo kama huko nanunua tena za nini, tunatoka tayari mshatoka. Nikapigiwa simu huko wapi, nikamwambia niko mmetoka. Watoto kusikia vile wanaenda nyumbani wakapasua mabio, wakapasua nini juu ya furaha kwa nyingi. Nikawaambia imani, wakaanza kuniita eti mimi ni baba wa imani. Amen. Amen. Nikawaambia hao wanaosema eti mke wangu ni mjamzito, nakwambia hivi, tunaondoka. Tulienda tukamaliza kila kitu. Nilifanya miezi 5 tu process zangu zote. Kwanza sisi nilionana na immigration na mpaka kisi nimesafiri kufika hapa Australia miezi hii. Amen. Miezi 5 ndio nilifanya. Wengine wanafanya hata miezi 6, miezi 7, miaka. Lakini mimi nilifanya miezi 5. Na mpaka wengine kwenye ile convoy yetu mpaka hivyo wakati mbili. Na kwa na miaka 7. Amen. Hiyo ni imani. Imani inakupatia kuwa na ujasiri. Amen. Imani inakupatia kuwa na nguvu. Hao wenzetu pale majirani yangu pale kuna kanisa moja walikuwa wanapenda kufanya mbele hivi. Hebu imani yao ilikuwa kiwaambia akikusalimia na kusalimia mara 3. Jambo. Ya 3 kuwasha ndio nini pastor? Sielewi kwa nini. Ndio maana yake uwezo. Amen. Bwana Yesu akurumie sana. Palikuwa kijana mmoja pale. Alikuwa jirani pale. Mimi kwangu na kwenye hilo kanisa, sasa tunaelewa kwangu. Na kwa yaani wakisimama tu pale, mimi niko naona. Sasa nikipiga tu, unakutana wanaweka fence, hapo wanakamata kiti kizuri cha hotel. Hapo wanakamata picha ya Bulangi, wanaiweka pale. Wanaweka pale kwa kile kiti. Na bushi wanakonga huko. Hakuna mtu anakaa kule mbele, lakini picha ya mtu tu wanaweka pale. Unaona imani kisiri? Imani yao wanatumainia vile yeye iko hapa, picha yake iko hapa na yeye ipo hapa. Amen. Huyo mtu takutoka kwa ile imani yake. Huyo kijana akapita, nikamwambia sasa wewe kweli kanisa wasi mimi. Hakuna mtu kama tatoa hisi. Aliniambia mimi nafanya kazi pale. Alikuwa sasa vile ndio nao hapa. Yeye anafanya kazi za kanisa zote, kuweka nini, kupanga meza, kufanya nini. Amen Dona. Amen. Yule kijana nikamwambia, akaniambia, "Tunaona mimi hizi kazi za ushemasi hapa kwetu kanisa zote, mimi ndio nafanya." Na nilishaongea na Papa Bulange. Akaniambia, "Nataka nipatie nini?" Nikamwambia niongezee tu siku za kuishi. Bwana Yesu aturumie sana. Unaona imani za watu. Akanambia mimi niliongea na mzee, akanambia niombe kile nataka. Akasema nilimwambia mzee nataka aniongezee siku za mimi kuishi duniani. Imani. Mtu anamwambia uko naomba Mungu, mtu mwingine akupatie siku za kuishi, sio Mungu. Leo iko wapi? Haipo. Yule kijana alikuwa anaomba siku za kuishi. Yeye bado angali. Yesu aturumie sana. Ndio imani hizo. Pastor Joshua, tusomee Luka 8:25. Luka 8:25.
Tunasoma kitabu cha Luka 8:25. Maandiko anasema hivi. Akawaambia, imani yenu iko wapi? Imani yenu iko wapi? Wakaogopa. Wakamaka wakisema wao kwa wao, ni nani huyu basi hata anaamuru pepo na maji navyo vyatii? Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Imani. Yesu aliwaambia, aliona wanaanza kutatarika sana. Wakati wa shida ndio watu wengi wanapoteza imani. Wakati wa shida ndio watu wengi wanachanganyikiwa na mambo mengi. Hata mambo ya ulimwengu. Anatupa imani yake. Wanamwambia, haya magonjwa, wewe subiri. Ukifanya hivi utakuwa hivi. Anatoka kwenye imani yake, anaenda kwenye imani nyingine. Bwana Yesu atuhurumie sana. Lakini Biblia inatuambia tuikae kwenye imani yetu. Tusimame kwenye imani yetu. Lakini watu wengi wakiwa wakati wa shida, wakati wa matatizo, imani wanaipoteza. Imani wanaipoteza. Wanabaki hawana msimamo wote. Ukija hivi unaweza kumpeleka kile unachotaka. Lakini imani, kuna watu wanagombania imani. Kuna watu wanatetea imani yao. Amen. 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 Nakumbuka siku moja tulikuwa mkambi ya Lukufu ya pili. Huwa mimi napenda kuwa na mfano sana. Tuko mkambi, niko mwenyekiti wa ufuatiliaji wa kamati ya wafulero pale kambini. Sasa palikuwa ndugu yangu mmoja alikuwa ni mshauri kwenye hiyo kamati. Sasa ndugu yake akatoka nyumbani Kongo akakuja kumwangalia. Alivyofika kambini akaugua. Alikuwa ni Muislamu. Alivyougua wakampeleka hospitali. Walipompeleka hospitali, yeye akawa anasema, mnitie ndugu zangu Waislamu waje wanifanyie hayo mambo wanafanyaga kama ndio kumuombea. Akakuwa anaambia mdogo yake hivyo kila siku. Pale hospitali Waislamu wanaenda wanafanya zile maibada zao, wanafanya kila kitu. Mungu akamchukua. Mungu alivyomchukua, yule ndugu yangu akageuka. Akasema, mimi wakati Waislamu walipata taarifa kama ule mtu wao amefariki, wakajiandaa sasa. Wenyewe wakaenda na machungu, maji, makuni. Wanasema kama wanaenda kumuosha ule aliyefariki. Wakajiandaa wakaenda kule. Walivyofika kule, yule baba aliwaona tu kwa mbali kidogo. Akamrudilie hapo hapo. Mnanijua mimi? Mimi nilikuwa maji Kongo. Akaingia nyumba akaleta mpanga. Akapiga hivi chini. Wale jamaa wakakimbia wakaenda shimia kama vile pale mbele. Wakamwambia, huyo mtu ni mtu wetu. Hautamzika. Sisi tunabidi tumzike nani? Mtu wetu. Hakuna mtu matatoa mguu hapo. Hata wewe na familia yako, hata na wengine watu. Eti mwende muziki huyu mtu. Ni mtu wetu sisi. Mpaka sisi ndio tutamzika. Basi akatwambia, jameni, mwende mtengeneze sanduku. Tukamwambia, Waislamu hawazikaji msanduku. Zuri tutengeneze sanduku kivipi? Na Waislamu hawazikaji msanduku. Mimi nishasema, mnifuate mimi. Sasa yeye ni mshauri. Na mshauri alishasema. Na kama mnakatala, mwache mimi pekee ndio nitengeneze sanduku ya kumzika ndugu yangu. Mimi nikamwambia hivi. Hii sanduku natutuma tuende tutengeneze. Nilikuwa na ujasiri kabisa. Nikamwambia, hii sanduku natutuma tuende tutengeneze. Tunaenda kuitengeneza. Lakini hawa watu wakikataa, tutakuzika. Nikamwambia vile kabisa, tutakuzika mwa sanduku. Hawa wale wakikataa, wewe ndio utaingia mwa sanduku.
Nasema mwende. Tukaenda kutengeneza sanduku. Tulivyotoka kule kwenye sanduku tunakuja, niko natafuta kuonesha imani ya mtu, jinsi ya kutetea imani yako. Tunatoka kutengeneza sanduku tunakuja, wale wakatokea na wale Waislamu walikuwa wako pale. Hawakutoka pale. Wanasimama tu pale karibu tu ya nyumba. Wakatuambia na Mungu na huo. Hivi na watu watu mnaenda kutengeneza sanduku na mnaenda. Mtamzike hapo nani sasa huko? Hapa pasikiu mtu. Moyo sanduku. Tukaanza kufanya negotiation. Tunamwambia Bwana, acha Waislamu waende na mtu. Tukifika kule basi tumweke msanduku. Akakatala, mimi ni sanduku, ndio sanduku tu. Bahati nzuri sasa. Hapo Waislamu wanasema hatutakubali. Bahati nzuri mjomba wake akawa amekuja. Alipofika tunakuwa na saa ngapi? Saa 11 ya jioni. Toka asubuhi saa 12 tulianza ubishi mpaka saa 11 ya jioni. Mjomba wake anakuja anasema, "Ni nini?" Mjomba wake alikuwa mbali. Wakati alifika tukamwambia tatizo hili. Akasema Waislamu wako hapo. Tukamwambia mjomba wako pale. Akawaita. Waislamu muje msiki mtoe. Ule jamaa kuongea tena kitu. Mjomba ameshasema. Hakuongea tena kitu, akakaa kimya. Waislamu sasa. Wanaanza kulalamika sasa, wameshinda. Unaelewa imani ya mtu. Wakaanza kulalamika pale. Wakaenda wakamzika mtu wao. Na mimi nikasema hii sanduku haiendi kwa mtu na tuigomoe. Itabakia hapa mpaka tupate mtu wa kuweka mwisana. Bahati nzuri kwake yeye. Paka kuja taarifa mtu anakata wewe. Hii sanduku mnaanza tusaidia. Paka mama mmoja alienda kukata kuni, mti ilimwangukia alikufa. Tuko tunaomba hii sanduku kama itamuenea tuinunue. Paka turudishia gharama. Bwana Yesu aturumie sana. Hauwezi kumtoa mtu kwenye imani yake. Hauwezi kumwambia mtu afuate imani yako aache ya kwake. Amen. Pastor, tusomee Luka 8:43 mpaka 48. Luka 8:43 mpaka 48. 43 Luka inasema hivi. Luka 8:43. Na mwanamke mmoja ambaye ametokwa damu muda wa miaka 12 aliyekuwa amegharimiwa mali zake zote kwa kuwapa waganga asipate kuponywa na mtu yeyote, alikwenda nyuma yake akaugusa upindo wa vazi lake, na mara hiyo kutoka damu kwake kulikoma. Yesu akasema, "Ni nani aliyenigusa?" Basi watu wote walipokana, Petro alimwambia, "Bwana mkubwa, makutano haya wanakuzunguka na kukusonga." Yesu akasema, "Mtu alinigusa, maana naona ya kuwa nguvu zimenitoka." Yule mwanamke alipoona ya kwamba hawezi kusitirika, akaja akitetemeka, akaanguka mbele yake, akamweleza mbele ya watu wote sababu yake ya kumgusa na jinsi alivyoponywa mara. 48 na mwisho. Akamwambia, "Binti, imani yako imekuponya. Enenda zako na amani." Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunasikia habari za huyu mwanamke aliyofanya miaka 12 akitoka damu. Amen. Huyu mwanamke habari zake zinasema kama alikuwa ni mtu mwenye mali. Alitujiwa kila mahali. Alipelekwa kila hospitali yote. Walifanya kila chochote kila wanachokijua. Lakini hakuweza kupona. Amen. Hakuweza kupona. Yaani tunaweza tukasema hapa kwetu wakati kipindi tuko Afrika
hospitali kubwa watu walikuwa wanaamini sana ni India. Na sisi tulikuwa Uvira, ulikuwa nasikia na kwa Fomelaki. Kama sio Fomelaki kishindikana na kwa Kenya, Nairobi. Ndio zilikuwa hospitali kubwa kile kipindi tuko mbali. Sasa huyu mama walimbeba hospitali zote kwenda kufanywa matibabu, lakini haikuwezekana. Walimaliza pesa nyingi sana. Hata angelikuwa hapa kwetu haingewezekana. Amen. Hapa ndio wanasema wana kila kitu chote, lakini haingewezekana. Amen. Kwa sababu alikwambia aligharimu pesa nyingi. Alitoa pesa nyingi. Alionana na madokta, alionana na waganga, lakini haikuwezekana. Amen. Siku tunapanda ndege kuja hapa Australia. Tulivyofika airport, tukakaribishwa pale, tukapelekwa mpaka kwenye nyumba yetu. Aliyekuwa kwanza kuja kutuona kwenye nyumba, tujui nje panafanana na aje, alikuwa ni Pastor Joshua. Mungu akubariki sana mtumishi wangu. Sasa tulivyofika pale, huyu binti wangu mdogo huyu nani Kate akapatwa na malaria. Mtoto akacheka. Wakatuambia wako papa mmoja alikuwa anaitwa Papa Simon, nafikiri yuko Afrika. Akatuambia tumpeleke mtoto hospitali. Akachukua mama mtoto na mtoto tukaenda naye hospitali. Tungali na wiki hizi 2 hapa Australia. Tulipofika pale mtoto akawekwa pale, wakasema mtoto atalazwa. Wakasema tumepima vipimo vyote, tunakutana mtoto yuko na malaria. Amen. Tunakutana mtoto iko na malaria. Sasa itabidi abaki hapa aendelee kufuatiliwa ili tuangalie kisa hii malaria yeye kuisha. Wakatuambia na hizi dawa zitatoka ni Afrika za kumtunza. Amen. Tuko pale na mtoto, tunakuwa na siku 4, mama mtoto naye akagonjwa. Kwenda kumpima naye malaria. Wangali mule mkutano. Mama mtoto naye akakamatiwa na ugonjwa, kwenda kupima naye malaria. Wakapita wanasema hakuna shida. Familia yote mwakamata ndio pita kuchika. Sisi wote wetu kwa tunabaki nyumbani, tukaitishwa. Tukaenda Msiti, hospitali mwa refugee kwa kule Msiti. Sisi wote familia nzima watoto wote tukapimwa. Hawa sehemu walipo wanaoka kwenye chumba wako hizo. Wanasema basi mtu mwingine akwenda kuangalia. Wanaogopa malaria asifanye nini isiambukize wengine. Bwana Yesu atuhurumie sana. Lakini aliendelea kupata matibabu, wakaendelea kupata matibabu mpaka kisi wamepona. Mganga akanambia hivi, "Tunamwona huyu mtoto na huyu mama wenyewe malaria tena kwenye mwili wao ni hadisi." Amen. Malaria tena kwenye mwili wao wenyewe, kugonja tena malaria haitakuwa tena. At least waende Afrika. Sasa zingine wakienda Afrika ndio wanaweza kuja tena malaria. Lakini kwa hapa Australia malaria kwao imekoma. Natafuta kukuonesha kama hata hao walikuwa na ile uwezo wa kuziwia hiyo malaria ikakoma, lakini kwa yule mama isingewezekana. Kwa sababu walisema walipeleka hospitali zote. Walimpeleka kila mahali. Alionana na kila dokta, alionana na madokta bingwa, lakini ilishindikana. Amen. Biblia inatuambia wakati Yesu alikuwa kwenye mkutano, alikuwa na watu wengi sana. Pale palikuwa watu wengi sana. Palikuwa wanawake, palikuwa wanaume, palikuwa watoto, palikuwa walikuwa wanavaa suti kama kisi tunavaa hapa, kuna wengine walikuwa wanavaa makanzu, kuna yani kila watu walikuwa mbalimbali walikuwa pale. Amen. Lakini yule mama kutokana na imani yake akasema hapa leo kitaeleweka. Leo lazima nipone. Leo lazima nipone. Leo kitawezekana. Imani yake ilimtuma na kumuongoza, kwa sababu yeye alikuwa na imani. Hivi nikikuonana na huyu mtu tu nitapona. Amen. Nikionana na huyu mtu nitapona. Imani yake ilimuongoza kumwambia akigusa tu pindo la vazi.
watu ni wengi. Akasema hapa sitaomba ruhusa, sitapewa ruhusa hapa. Kenye mimi nitafanya ni kuangalia sitapenya. Akajaribu kupenya, akapenya. Bwana Yesu atuhurumie sana. Watu wanamzuia kule, lakini yeye anaendelea kupenya. Akapenya mpaka mpaka nafasi ya kwenda kugusa kwenye ile vazi la Yesu. Wakati aligusa tu ile vazi, na pale akapona. Amen. Amen. Yesu akasema, ni nani amenigusa? Ni nani amenigusa? Kuna mtu amenigusa. Watu hakuna, kuna mtu amenigusa. Ni nani amenigusa? Yesu akamwambia, ni nani amenigusa? Wakasema hatujui. Wakina Petro wakasema hakuna. Tazama watu ni wengi sana hapa. Hakuna mtu amenigusa. Kuna mtu amenigusa kwa sababu nasikia ndani mwangu nguvu zangu zinapunguka. Kuna mtu amenigusa. Ni nani akitokeza aliyenigusa? Amen. Yule baba kwenye alikuwa mtu wa uoga zaidi. Akasema hapa tena nimekinukisha, nimekiharibisha sasa. Lakini kutokana na imani yake alienda pale karibu ya Yesu akiwa anatetemeka, akafika pale akawa mjasiri, akamwambia Bwana, ni mimi ndio nimekugusa. Amen. Amen. Ni mimi ndio nimekugusa. Akamwambia, tangu leo umepona, imani yako imekupona. Amen. Imani ni kitu kia muhimu sana, ni kitu kia lazima sana kwa kila Mkristo. Ukiwa na imani, hakuna kitu kinaweza kukushinda. Amen. Tujifunze kuwa na imani iko nguvu. Huyu mama aliangalia akasema, nitafanya nini? Leo ni lazima nipone. Haya magonjwa yameshanisumbua muda mrefu sana. Nimeshahangaika, nimeshamaliza pesa, watu wameshanikimbia, familia imeshanikataa, lakini leo ni lazima nipone. Amen. Akasema leo ni lazima nipone. Iweje, leo ni lazima nipone tu. Leo nitapona. Imani. Tuwe na imani. Amen. Ukiwa na imani, kila kitu chote kinawezekana. Siku moja hapa mchungaji alisimama akatuambia, kwenye mkutano wetu wa mwezi wa 12 watu watapona. Huwezi kupona kama huna imani. Lakini ukiwa na imani, unamwambia Mungu, unajikabidhi kwa Mungu, unamwambia Mungu, leo ni lazima magonjwa yote yanayonisumbua, leo ni lazima yakome, ni lazima yapone. Mungu atakuponya kwa sababu una imani. Imani yako ndio itakuponya. Kama huna imani, hata tushinde tunaomba aje, tuombe maombi ya kupumua majiwe hapa, lakini kama huna imani, hakuna kitu. Itakuwa ni bure tu, tunajichanganya. Amen. Imani ndio kitu kinazima. Imani ndio inaweza kukuponya. Bila imani hauwezi kupona. Ni wewe kwanza kuwa na imani ya kujua hiki kitu unachokifanya, Mungu atanisaidia tu, nitapona. Lakini kama huna imani, hata ushinde uko unafanya nini, hata washinde wako na kuombea, hata washinde wako nalalamika, kama huna imani ni bure tu. Amen. Tujitahidi kuwa na imani yenye nguvu. Tujitahidi kuwa na imani yenye iko nguvu kwa wakati wote, kwa sababu bila imani hakuna kitu kinaweza kufanya. Amen. Amen. Pastor, tusome tena Wakorintho 5:25. Najua tutakuwa iko pale tu. Wakorintho nani? Marko 5:25 mpaka 37. Mpaka 37. Tunasoma Marko 5:25 mpaka 37. Nasoma katika jina la Yesu. Na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka 12
na kuteswa mengi kwa mkono ya matibabu mengi. Amegharimiwa vitu vyote alivyo navyo, kusimfae hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Aliposikia habari ya Yesu, alipita katika mkutano kwa nyuma, akaligusa vazi lake, maana alisema, nikiyagusa mavazi yake tu nitapona. Mara chemchemi ya damu yake ikakauka, naye akafahamu mwilini mwake kwamba amepona msiba ule. Mara Yesu hali akifahamu nafsini mwake kwamba nguvu zimemtoka, akageuka kati ya mkutano, akasema, ni nani aliyenigusa mavazi yangu? Wanafunzi wake wakamwambia, je, wawaona makutano wanavyokusonga, nawe wasema, ni nani aliyenigusa? Akatazama pande zote ili amuone yule aliyemtendea neno hilo. Na yule mwanamke akaingiwa na hofu na kutetemeka, akijua lililompata. Akaja akamwangukia, akamweleza kweli yote. Akamwambia, binti, imani yako imekuponya. Enenda zako kwa amani, uwe mzima, usiwe na msiba wako tena. Hata alipokuwa katika kunena, wakaja watu kutoka kwa yule mkuu wa sinagogi. Achia hapo hapo. Amen. Amen. Nilipenda kurudia tena ile andiko kukwambia taabu zenye huyu mwanamke alipata. Huyu mwanamke alipata taabu sana. Alipata shida sana. Alipata mateso mengi sana. Lakini alivyosikia Yesu ndio anakuja. Alivyosikia Yesu anakuja. Na ndio maana alisema, hapa leo ni lazima mimi nipone. Amen. Ni lazima nipone. Ni imani. Wanakuambia makutano walikuwa wengi sana, lakini imani yake ilimtuma tu, nikigusa tu nitapona. Biblia inatuambia tena, na kikisha pia nasema, alipogusa tu, inaweka pale, alipogusa tu, inasema tu. Mchungaji, Biblia inatuambia alipogusa tu. Unaona? Maana yake yeye kufanya tu, kugusa tu na akapona. Amen. Ni imani kubwa hiyo. Ni imani kubwa. Bila imani hauwezi kufanya kitu chochote. Kama alipona ni kwa sababu ya imani. Asingekuwa na ile imani, hangelipona. Inatubidi na sisi tuwe na imani. Kwa kufanya jambo lolote, kuwa na imani. Kama unasumbuliwa na magonjwa, kuwa na imani. Ukimwomba Mungu kama uko na imani, Mungu atakuponya tu. Amen. Kama una matatizo, kuwa na imani, Mungu ndio anamaliza kila kitu chote. Uwe na imani, Mungu ndio muoza kila kitu chote. Ukikuwa na hiyo imani, matatizo yako yatakuisha. Amen. Amen. Ukikuwa na hiyo imani, shida zako zote zitakwisha. Tujitahidi tuwe na imani. Imani ni kitu kikubwa sana. Kama una imani, ndio pale unakutana mtu anaburuzwa tu, anapelekwa huku, anapelekwa, hana imani moja. Lakini ukisimama kwenye imani, kila kitu chote kitakuwa sawa kwako. Naomba tuwe na imani, tulinde imani. Tulinde imani. Tukilinda imani, kila kitu chote kitakuwa vizuri kwako. Na Mungu abariki.